Wamepata shilingi bilioni 6.8 ipo kwenye kaunti za vijiji na kazi inaendelea. Halmashauri yangu imepokea fedha kutoka Bariki kama kodi ya ushuru shilingi bilioni 21.7, lakini wadau wengine ni bilioni 94. Bariki nawapongeza kwa mahusiano ambayo wametoa na kazi inaendelea. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, nikizungumza habari ya miradi inahitaji masaa kadhaa kufanya kazi Tarime vijijini. Sasa nataka nizungumze habari muhimu ya mwaka huu. Huu ni mwaka wa uchaguzi 2025 na nataka vijana ambao wanadanganywa kule Mtwara na maeneo mengine, na waheshimiwa wabunge, nataka niwape dawa ya wahuni. Dawa ya muhuni ni kuwa muhuni zaidi. Kule Mtwara mmedanganywa vijana wenu sana. Lakini vijana niwaambie, mimi na uzoefu wa ndani ya Chama cha Mapinduzi na uzoefu wa chama hicho ambacho kinazurura mtaani. Kile sio chama cha siasa, wale ni wanaharakati. Ukiangalia muundo tu wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti hapa ni Mama Samia. Amejaa kwenye kiti na change na baki na kazi inasonga mbele. Amemchukua makamu mwenyekiti mzee mwenye busara, hekima, ametulia, mzee Steven Masatu Asira, kijana wa baba wa taifa, yuko pale ametulia. Maana yake ukiangalia Majaliwa ametulia pale, angalia Doto Biteko, angalia mawaziri, angalia viongozi wa Chama cha Mapinduzi mikoa, wa neki, makatibu, angalia ubunge wa Chama cha Mapinduzi. Hiki ndio chama cha siasa. Ukitaka kujifunza uongozi, ndio Chama cha Mapinduzi. Ukitaka kufanya harakati, nenda vyama vingine na utasubiri sana kuingia katika ufalme wa Mungu na utakuta mlango umefungwa kwa kweli. Kwa vijana nawaambia msidanganywe. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, angalia uchaguzi upo na uchaguzi utafanyika mwaka huu. Wewe kama tunaye sasa hivi tuna mgombea mwenza Dr. Nchimbi, na vijana wa Chama cha Mapinduzi wamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa mara ya kwanza mwenyekiti wa vijana taifa kwa muda wa miaka 10 amepata fursa ya kuwa makamu wa rais wa nchi hii. Mama Samia, tunakuunga mkono sana, tukushukuru. Vijana wa zamani wa CCM na vijana wa sasa mjifunze. Kumbe ukipata fursa ni kuchapa kazi ili upate fursa, upate kina Nchimbi wengine, na Mheshimiwa Nchimbi tutakuunga mkono 200%. Kazi iendelee na kazi na utu, tunasonga mbele. Chama kimeshaleta mgombea mwenza, uchaguzi upo. Nchimbi ametoa kauli ya kiongozi, uchaguzi upo. Tumetoa kauli mbiu, kazi na utu, tunasonga mbele na Mama Samia, uchaguzi upo. Kama kuna mtu anahangaika, wewe kama unataka kuwa diwani, changamkia CCM, vuta fomu, ratiba imetoka. Kama unataka kuingia kwenye bunge hili, rudi CCM, vuta fomu, uchaguzi, ratiba imeshatoka, uchaguzi upo. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tume ya uchaguzi tumeshafanya mabadiliko ya sheria hapa. Lakini vile vile tumeboresha daftari na mzunguko unaendelea. Maana yake uchaguzi upo. Lakini vile vile wale watu ambao wamefanya ziara kule kusini, makamu mwenyekiti yule kijana bwana mdogo ni muongo na mbinafsi. Nisikizane vizuri, muongo na mbinafsi. Na kama akija kwenye jimbo lako, kiboi yake nipo. Yule nimemgonga 2008, nimemgonga 2015, nimemgonga 2020, na mwaka huu kichapo kiko pale pale. Mpango wa kumchapa unabaki pale pale. Huyu ni mtu ambaye alienda Sirari, akawaambia anajua kuna sheria ya kufanya biashara kwa mujibu wa sheria. Anawaambia vijana endeni mfanye magendo. Walipoenda wakakamatwa, wakanyang'anywa pikipiki, zikataifishwa, hakuwasaidia, alisepa, alikula kona. Huyu ameenda kwenye hifadhi ya Serengeti, anajua kuna sheria. Anaambia chukueni ng'ombe mkachunge hifadhini. Zilikamatwa ng'ombe, watu waliumia, alikula kona, hakuwasaidia. Huyu ameenda Bariki pale North Mara, akawaambia vijana wa barabara tangulieni na kuja. Watu walikamatwa, zikataifishwa pikipiki, watu wana kesi, alikula kona. Huyu ni mbinafsi. Nataka niwaambie, mliona juzi kuna nyumba ilitembea na jenga mpya. Huyu sio mbunge, hafanyi biashara, ni mwanaharakati, anamiliki magorofa, anajenga nyumba mpya. Anachofanya pale Nyamongo, wale watu ambao wanakuwa na kesi, mgodi unafanya kazi nzuri. Ukiona kwamba unataka kujizia hasara, ufanye bageni nyozungumze. Hapa wanayo mbia anaitwa Fatuma Karume na kesi hapa. Fatuma Karume ametengeneza dili na watu wa Nyamongo, wanajifanya kuwatetea watu wetu, wanaenda kufungua kesi Canada ya kuwatetea. Wakikubaliana kuzungumza nje ya utaratibu kwenye meza, wanachukua 50% ya pesa na wao wanachukua 50%. Kwa hiyo utaona na magari mapya, watajenga nyumba, watafanya ziara, wanawaambia vijana kwamba wao ni viongozi. Hawa ni wanaharakati. Kwa hiyo nataka niwaambie, huyu ni mtu muongo, mbinafsi, ni matapeli wa kisiasa, msiwasikilize. Na jambo la uongo likisema na mtu muongo nalipuuza tu. Watanzania wajue kazi imefanyika kwa kiwango kikubwa. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi hawa, miaka 5 iliyopita kuna wabunge washtakiwa kwa wizi, kuna mtu ameshtakiwa.
Wabunge wote humu ndani safi kabisa. Makada wa Chama cha Mapinduzi kwenye majimbo ni watu wamefanya kazi kubwa, na katika uchaguzi ambao utakuwa ni mwepesi, ndugu zangu, hawa watu wanakimbia mapambano. Wanajua ngoma hii tunaanua mapema. Hatuendi kama hatuendi half time, kwa sababu ukienda eneo unafanya mkutano, mbunge wa Chama cha Mapinduzi, mgombea wa udiwani, unaomba kura kwa wananchi, huku wameegemea kwenye ukuta wa zanati uliojenga na Chama cha Mapinduzi. Unaomba mkutano, pamepanda treni ya SGR imejengwa na Chama cha Mapinduzi. Unaenda kuomba watu kura, wapo kwenye barabara ya lami imejengwa na Chama cha Mapinduzi. Unaenda kuongea na wanafunzi, wapo kwenye jengo nzuri darasa, viti na meza ameleta Mama Samia. Uchaguzi ni mwepesi, mweupe kama karatasi. Kwa lazima wakimbie. Tunasema Chama cha Mapinduzi kazi njema, chama uongozi, chama cha kutoa shule kwa watu, vijana ambao wanatafuta ajira. Ajira inatengenezwa na Chama cha Mapinduzi. Ajira haipo kwenye harakati. Njoo ujifunze uongozi, utafute fursa, tushirikiane kujenga nchi. Habari ya kutafuta uhuru kwa Tanganyika alifanya baba wa taifa, kwa Zanzibar ni Abedi Amani Karume akapoteza maisha. Tumefunga mjadala. Kilichobaki hapa ni kujadiliana kwa heshima, kwa hekima, kubadilisha baadhi ya mambo. Tunasonga mbele, taifa letu hili litasonga mbele, na huu ni mpango wa Mungu. Upinzani hapa haupo. Asante mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Mwita Mwikabe Waitara. Nilimtaja Mheshimiwa Hawa Subira